kupatikana ucha Mungu. Na ulama wa lugha wanasema ndani ya hizi aya kumeanzwa na nida tukufu ya ayyuhalladhina amanu, nyinyi ambao mmeamini. Mimi simwiti mtu yoyote mwingine, na waita nyinyi ambao mkiitwa na Mola wenu ni wepesi wa kuitikia, kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuiteni huku anakupeni sifa ili ipate kuwa wepesi nyinyi kuipokea amri ya Allah. Yani unatumwa ufanye jambo fulani, lakini unasifiwa. Na hii ni falsafa ya hali ya juu ya kumpa wepesi yule unayemtuma wa kulibeba lile jambo lako unalomtuma nalo. Wewe chukua mfano tu pale chuoni au skuli, unapomtuma mtoto ukamwambia njoo Simba, njoo, ukamwita Simba, utaona kifua mbele anakuja. Lakini wewe mwambie wewe njoo mpumbavu mmoja, wewe muongo, njoo, nenda kafanya fulani, anaweza kuja, lakini kwanza akakuchukia, wala sirudi tena lile jambo ulilotaka, wala silifanye. Uko ananungunika huko mbele kwa mbele, mwalimu gani huyu anatukana, sirudi tena mie chuo kile au shule ile. Lakini mwite Simba, mwite handsome, mwite bingwa, mpe sifa ambazo unazotaka kumpa, basi kazi kubwa utaona anaifanya peke yake, hataki msaidizi. Ndio maana Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, mimi nakuiteni nyinyi, kwa sababu mkiwaambia wale watasema sami'na wa asaina, lakini nyinyi nikiwaambia na kuwatuma mtasema sami'na wa ata'na. Hii ndio kazi ya waumini. Mola wetu, tumekusikia na tumekutii. Na pahala popote ukiona amri ya Mwenyezi Mungu ni ngumu kutekelezwa, lakini inakuwa nyepesi kwa sababu hawa walioambiwa wana sifa ya imani. Na mara nyingine wala hawahoji, unatutuma tufunge ili tupate nini? Hakuna haja hata ya kuambiwa. Kwa nini unatuambia tuzunguke Al-Kaaba? Si ni jiwe tu hili, tunalizungukia nini? Kwa nini tunaenda Safa na Marwa? Kwa nini tunaenda Arafat? Kwa nini tunashinda tunalala Mina? Kwa nini tunasongamana pale Mina, vyoo havitoshi, watu milioni ngapi? Kwa nini zile? Hawaulizi, kwa sababu amri ya Mwenyezi Mungu haina haja ya kunegotiate wala kuuliza. Ndo alama ya imani. Lakini ukiona mtu anahoji, sasa huyu Mungu anapata faida gani sisi tukiinama na kuinuka hapa kwenye swala? Kwa nini tunaswali siku zote, basi tusipumzike angalau siku moja? Kwa nini tunaenda Maka tusiende pahala pengine? Unauliza kwa inadi. Sasa Muislamu mzuri ni yule ambaye amejua hukumu ya amri, anatekeleza. Hakujua, hakuambiwa, atatekeleza maadamu anajua kwamba ni amri ya nani? Angalia Nabii Ismail alipokuwa mtoto mchanga, amekuja na babake Ibrahim na mama yake Hajar. Walipofika tu pale Maka, Nabii Ismail kamweka mkewe, alafu akageuka akampa mgongo, anaondoka. Hajar akamkamata, liman tatrukuna ya Ibrahim, vipi unaondoka? Kwa sababu kishatizama mazingira yote ya ule mji Maka wakati huo, wanasema ulama wasira, hakuna mti wowote wa matunda wala maji wala hakuna ishara yoyote kwamba kuna maisha pale. Yeye ndo mtu wa mwanzo anafika pale, hakuna mji. Sasa anamwacha mke na mtoto pahala ambapo ni jangwa tupu, alafu anaondoka. Mke akukubali, akamkamata, liman tatrukuna ya Ibrahim, umetutoa huko umetuleta hapa, alafu unageuka unarudi, unatuachia nani? Ibrahim akajibu kauli yake mashuhuri, lillah, na kuachieni Allah. Aliposema lile tu, Bibi Hajar kamwachia Ibrahim, kisha akasema idhan lan yatrukana Allahu abadan, kama umetuachia kwake huyo unatuachia yeye, lan yudhayyihana Allahu abadan, hatotutupa. Wewe nenda shika njia zako, wewe tuache kwa Allah. Na yeye ni mashhud kisa cha Nabii Ismail
alipohangaika mamake kutafuta maji, akakimbia kule na huku mpaka ndio imepatikana ile inna safa wal marwa min sha'airillah. Maji yakapasuka chini ya nyayo za mtoto mchanga ambaye hajaanza hata kutembea, na akaanza kuja kwa sababu waliachiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu alipoona kwamba mama anahitaji maji na mtoto anataka kinywaji, si miguu ya mama iliyotoboa ardhi kaleta maji, ni miguu ya mtoto. Na ile inawaachia Allah, athari yake na neema yake imekuja mpaka leo. Mji wa Maka uko vile, kila kitu unachokihitaji wewe utakipata pale. Umekuwa mji uliobarikiwa, umekuwa mji wenye neema, umekuwa mji mtukufu mno kwa Waislamu. Sasa pahala popote ukiambiwa Mungu Allah tunamwacha hapa na kuachia Allah, usiseme baina ya Allah na pesa mimi nachagua pesa bwana. Mtu mmoja aliuliza, unataka thawabu au unataka hela? Akasema bora hela bwana, thawabu kwa sababu haoni mazingira ya kwamba kile kitu anakiona kwa hisia au kwa macho yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Katika aya nyingine, waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi, mpaka mwisho wa aya hizi zote zinaonyesha mcha Mungu maadamu yuko pamoja na Allah hatopotea. Sasa hizi aya zilivyokuja, kwanza umesifiwa wewe ili uondoshewe ule uzito wa kubeba, na kweli umekuwa mwepesi. Kutiba alaikumus siyam. Jambo la pili ambalo nalo ni zito pia, mwanadamu anapenda kula, hawezi akaishi bila ya kula. Kila wakati unataka chakue tu unakula anwaa min al-at'ima. Sasa unapoambiwa sasa funga usile tu, bila shaka umepewa kibarua kikubwa, yani ukae masaa kadhaa mchana kutwa bila ya kutia chakula tumboni wala kinywaji wala aina ya anasa na starehe zozote. Bila shaka utaliona hili ni zito, na ni zito kweli. Mili inakonda, hali wengine wakipata njaa mpaka wanapepesuka, hawawezi njaa kwake yeye, kwa siku anakula milo 4-5, lakini kwa ajili ya kuitekeleza amri ya Allah anasema leo nafunga na achana na kula mimi kama anavyotaka Allah. Ni nzito. Sasa Allah alijua kwamba ni nzito hii saumu, akasema kama kutiba ala alladhina min qablikum, nyinyi si wa mwanzo, ili zoezi lishafanywa, ni kitu mujarrabu, watu wengine wameshalifanya ili jambo na wamefanikiwa, wameliweza. Kwa hiyo kama kutiba ala alladhina min qablikum, ndani hapo kuna wepesi. Fanyeni zoezi la funga, fungeni, lakini nyinyi sio wa mwanzo kama waliopita kabla yenu walivyofunga. Sasa ukishajua kwamba waliopita kabla yetu walifunga, na hili jambo lilifanywa na mmoja kabla ya mimi ni nani mpaka nisiweze, na yeye ni nani mpaka aweze kufika pahala? Kwa hiyo inakuwa nalo hili ni aina fulani ya wepesi ambayo Allah ameitaja katika hii aya, kwamba hili jambo maadamu waliopita walifanya, na mimi ndo nimesifiwa katika kitabu, nimeitwa umma bora. Haiwezekani kwamba wale ambao si umma bora waliweza. Mimi niliambiwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Eti niseme mimi siwezi, ubora wangu utakuwa wapi? Basi tahfifu nyingine na uzito mwingine ni pale aliposema ayaman ma'dudat, kwa sababu kufunga ni mwezi mzima, ni siku 29 au 30. Lakini ili ionekane kwamba ni wepesi funga, hakusema Mwenyezi Mungu shahran kamilan, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum shahran kamila. Inge saundi mwezi mzima, ingeshtua kidogo, kama vile unavyouliza itachukua muda gani safari yangu? Mwezi mzima. Unaona kama huwezi kuhimili mwezi.
Lakini tofauti kati ya ukimwambia mwezi mzima na siku 29, mimi naenda siku 29 tu, maadamu ukutamka neno mwezi, wepesi unapatikana. Lakini hali ndio ile ile. Ujue namna ya falsafa ya pia ya maneno, nibratu saut. Unajua watu wa hekima, kuna vitu vingi wanaweza wakakupa vikaleta utambuzi fulani na wepesi fulani na maana ambayo itakuwa kwako, badala ya kukuhuzunisha inakupa raha. Kama yule mfalme aliyoota kwamba meno yake yote ya mbele yamedondoka, akaenda kwa jitu lisilokuwa na hekima, akauliza japo lilikuwa na elimu, nini maana yake meno kudondoka? Aambia, utakufa wewe na familia yako nyote, mtakwenda na pengine amsukumize na tusi mwisho, fulani fulani nyie. Angalia, neno limebadilisha maisha yake. Ujue unamwambia mfalme hivyo, anaweza akatoa amri ukafanywa vitu vibaya. Mkamateni, mwekeni ndani, msimtoe mpaka mimi nitakapokuwa nimekufa na familia yangu yote wafi. Akauliza, yupo mtu muabiri ru'a ambaye anaweza kanipa tafsiri nzuri? Yeye akaambia naam. Akaenda kwa mtu mwenye hekima na elimu, akamuuliza, raaitu anna asnani kullaha tasaqatat, nimeona meno yamedondoka yote katika ndoto. Akamwambia, anta akhiru man yamutu min usratik, wewe ndo utakuwa wa mwisho kufa katika familia yenu. Mfalme akafurahi sana, kwa sababu anajua alisema kullu nafsin dha'iqatul maut, sote sisi tunajua innaka mayitun wa innahum mayitun, sote tutakufa. Sasa anambia wewe ndo wa mwisho, yani kama utakufa familia nzima, wewe ndo wa mwisho. Akafikiria akasema, huyu mpeni zawadi. Lakini watu walivyokaa wakatafakari, mbona hii ndoto ndo ile ile tu, kama wewe na familia yenu nyote mtakufa, na maana mtakufa nyote, kama wewe ndo wa mwisho kufa pia mtakufa nyote. Sasa katafsiri nini? Yule kafungwa, huyu kapewa zawadi na cheo. Ni maneno tu, yale maneno yake yalisaundi vibaya, kama ndo anamchukia, kama kaona huyu ndo malakul mauti mwenyewe nini. Lakini huyu wewe ni wa mwisho, yani kama anamdekeza hivi, anamweka, anambembeleza na maneno. Lakini arru'a hiya wa tafsiru huwa, ndoto ndo zile zile na tafsiri ni ile ile. Mkifa nyote mtakufa, na ukiwa wa mwisho mtakufa nyote vile vile. Sasa mara nyingine sema maneno mazuri, na hapa ndo pale tunapoambiwa ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasana, walinganie watu katika njia ya Mola wako kwa hekima na maneno mazuri. Hekima, na moja katika hekima ni kumpa nafasi mpinzani wako, ni kumpa nafasi yule unayepingana naye na kumsikiliza. Ndio maana baada ya aya ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasana, mwisho Allah kamalizia wajadilhum billati hiya ahsan, yani jadilianeni nao kwa njia ambayo ni nzuri, ili waukubali Uislamu. Katika aya nyingine inasema wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, wala msijadiliane na Wakristo na Manasara ila kwa njia ambayo ni nzuri. Zote hizi ni hekima za wao kukubali. Bahala pengine sema msiwatukane miungu wao, ili nao wasije wakatukana Mungu wenu. Ile miungu yao, masanamu yao, wale wasiokuwa na dini, msiitukane. Itakuwa ni dharia na kisingizio cha wao kumtukana Allah. Sasa wao watamtukana Allah wa kweli, wakati wewe umewatukana miungu yao isiyokuwa ya haki. Ni hekima si hekima? Ni busara sio busara? Tuliza. Lakini usiombe ukaja ukakutana Muislamu anajadiliana na wasiokuwa Waislamu, au hata Muislamu anajadiliana na ndugu zake Waislamu. Unajua Mtume alijadiliana, Mtume alikuwa na hiwar mpaka na Waislamu ndani ya Uislamu. Mtume anatufundisha namna ya kuwapokea shabab. Niwape mfano mmoja.
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kijana siku moja, shahawati zimewasha moto katika mwili wake, akaona Uislamu umenikataza ukanibana juu ya kutoa shahawa zangu ninavyotaka mwenyewe, ukaniambia wala taqrabu zina, mimi siruhusiwi kuzini. Lakini mwenye dini yupo, alioileta dini yupo, anoitangaza dini yupo, ngoja nikachukue kibali. Akafikiri labda akienda kwa Mtume akimwambia nipe ruksa, Mtume atampa. Angalau kafikiria hivyo, hakwenda tu kuzini, anakwenda kwa Mtume, ya Rasulullah lali bizina, ya Rasulullah nipe idhni ya kwenda kuzini. Sahaba wapo wanasikia, watu wakaanza kumtolea macho, wakamkazia macho, wengine wakataka kumpiga. Nasemaje maneno haya mbele ya Mtume? Mtume akamwambia mwacheni. Madha turidu ya fata, sogea. Uridu an ta'dhana li bizina, mtaka nini? Anarudia, shahawati zimemkoroga, mtaka kuzini ya Rasulullah, nipe kibali, nipe idhni. Akamwambia afatardahu li ummik. Hii ndio nini? Hiwar. Sasa mdahalo, akukamata bakora, akasema fisadi mmoja. Unatawaka atachukua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hata upanga? Wewe hujui kama zina imeharamishwa? Allah sema wala taqrabu zina, alafu unataka kibali? Fasik, fajir, kafir. Hapana, unataka nini? Unataka kuzini, wala hajabadilisha. Akaambia afatardahu li ummik, afatardahu li khalatik, afatardahu li ammatik. Akawa anamuhesabia watu sasa katika familia yake. Falsafa yake kwamba mimi nikikupa ruksa utaenda kuzini na mama wa mtu, je, unaridhika mama yako aziniwe? Nikikupa ruksa utaenda kuzini na dada wa mtu, afatardahu li ukhtik, je, unaridhika dada yako aziniwe? Mimi nikikupa ruksa utaenda kuzini na shangazi na kila wa mtu mke wa mtu, afatarda, utaridhika wewe katika familia yako? Kila akiulizwa anasema la, siridhiki mama yangu aziniwe, wala dada yangu, wala amati yangu, wala halo yangu, wala. Sasa ikiwa mimi kazi yangu nikutoa vibali kama hivyo, wewe nikupe ruksa uende, na mwingine akija nimpe, pengine aende kukutana na mamako wewe. Sasa ma la tardahu li ghairik ma la tardahu li nafsik kaifa tardahu li ghairika min almuslimin. Kama kitu hujakiridhia wewe familiani kwako, vipi unaridhika kwa familia ya watu wengine? Unaona, ni maneno tu kati ya Mtume na wanafunzi wake na sahaba wake wamefaa, mpaka tena kamwombea na dua, Allahumma ighfir dhanba, Allahumma hassin farja, ya Rabbi msamehe, tahir qalba, mtahirishe moyo wake, msamehe makosa yake, mkinge utupu wake na maasi na madhambi. Imamu wa msikiti kama atajiwa na vijana kama hawa, unaona ni kauli gani anaweza akawaambia maimamu wetu wa leo, wazee wetu wa leo? Rasulullah anatoka zake Arafat, alikuwa amempandisha katika nyuma ya kipando chake Fadl ibn Abbas, yani mtoto wa ammi yake, sahaba anaitwa Fadl ibn Abbas. Yani Mtume alikuwa amempa lift, aliwapa lifti watu wawili bwana Mtume. Mmoja alikuwa Abbas, katika nyakati tofauti alikuwa Fadl ibn Abbas. Na Fadl ibn Abbas katika history anaambiwa kwamba katika masahaba walikuwa na sura nzuri mno alikuwa ni Fadl ibn Abbas. Sasa walipofika katika viunga vya Mina, wanaenda zao katika mahema, akapita mwanamke mzuri mno. Fadl hakuweza kuvumilia, akawa anamtizama yule mwanamke. Mtume akamuona kwamba ameshughulishwa na kumtizama binti. Sasa ile shingo ya Fadl bwana Mtume akaichukua, akaizungusha upande wa pili, kumwepusha na kule alikokuwa anaangalia yule binti. Lakini kwa uzuri wa yule binti,
fadhli, hata baada ya kurudishwa huku na Mtume alirudisha tena kule mara ya pili. Mtume akaikamata tena shingo akairudisha huku. Kama ni mimi na wewe tungempiga sujudi moja, wewe mtoto gani wewe, una adabu? Lakini Mtume kamkamata akamrudisha huku, karudisha kamrudisha. Sahaba mmoja akamuona akamwambia, Rasulullah, utamvunja shingo huyo. Akasema, leo mtu yoyote mwenye kuhifadhi ulimi wake na macho yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwandalia mambo mazuri kabisa siku ya Kiyama. Hifadhi, wanasema ulama, huyu binti mzuri ndio yule mwanamke aliyokuja kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba yangu ilikutwa na hija kwa mtu mzima, hawezi kuthubutu katika kipando, naweza nikamhijia? Akamwambia muhijie. Sasa haya ni masomo unawasomesha watu kwa vitendo, na Mtume alikuwa anafanya hivyo. Dalo zake au hiwari zake Bwana Mtume ni nzuri, zina hekima, hakuna makeke, hakuna matusi. Maelekezo yake Bwana Mtume ni mazuri, hakuna matukano.